Tumeanzia kwenye chumba cha 4 na walikuwa tayari walishafunga maduka. Sasa tukaona cheche tu moto unalipuka kwa juu. Baada ya hapo sasa ndio kujaribu kuona namna gani tunavyoweza kuokoa. Tukaanza kuvunja milango kwa niaba ya kuangalia unakotokea ili tuweze kuokoa. Ndio kuwapigia watu wa fire. Baada ya hapo watu wa fire wakafika na walifika kwa wakati. Nilipata taarifa nikiwa nyumbani kwamba katika maeneo yenu ya maduka kuna moto unawaka. Ndipo nilipotoka nyumbani na kukimbia nikafika hapa maeneo ya duka langu hapa, nikakuta moto unaendelea mkubwa sana. Ndipo tulipochukua jitihada ya kuanza kuzima moto kwa kutumia maji ya bomba kwa kuunganisha mapaipu, lakini pia ilifika gari la fire ambalo liliweza kusaidia kuzima ule moto. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilayani Kahama Fatuma Sato amebainisha chanzo cha moto huo na jinsi zoezi la kuuzima moto huo na kuokoa mali lilivyokuwa. Kilichogundulika ni kwamba ni hitilafu ya umeme, na moto huu uliweza kusambaa kwa kasi zaidi kutokana na kuwepo kwa mlundiko wa mizigo katika maduka ambayo yapo katika eneo hili, yakiwemo magodoro, maboksi, ambayo vyote hivi ni vyakula vya moto. Maduka ambayo yaliweza kuungua katika eneo hili kwa maana ya frames ilikuwa ni 6 na baadhi ya samani zake, kwa sababu samani nyingine ziliweza kuondolewa katika eneo hili. Lakini pia tulifanikiwa kuokoa frames 7 na samani zake, na tunashukuru Mungu kwamba hakukuwa na majeruhi wala vifo katika tukio hili la moto. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Bimboni Muhita amewashauri wawekezaji na wafanyabiashara kufunga vifaa vya kuashiria moto kwenye maeneo yao ya kazi ili kutatua changamoto ya moto kuunguza mali zao. Moto unaanzaga na itilafu au kidogo kidogo kutokana na sababu husika, lakini si rahisi na ukalipuka haraka haraka. Kwa hiyo nadhani moja kati ya maeneo yetu ambayo kwanza yana hodhi mali za watu, maduka, magodauni, hoteli na maeneo mengine, tunaendelea kusisitiza kuweza kuwa na hizi fire detectors ambazo zenyewe mapema sana zinafanya utambuzi. Kwa hiyo moto huu ambao umeenda na kwa sababu umeanza kwenye frame ya katikati ukaanza kutembea kwenye maduka mengine, ungeweza kutambulika mapema tu ukiwa katika bado chanzo kile bado cha moshi.